Rais wa Marekani Donald Trump ameamua kulegeza kamba dhidi ya uhamiaji haramu kufuatia mauaji ya Marekani. Rais wa Marekani Bwana Trump amesema utawala wake utapunguza operesheni yake ya kuwasaka wahamiaji haramu mjini Minneapolis baada ya maafisa wa kikosi maalum cha uhamiaji kuwaua watu wawili katika mji huo mwezi huu. Kitendo hicho cha maafisa wa ICE kilichochea wimbi la maandamano ya umma na shutuma kali. Hayo yanajiri huku waziri wa usalama wa ndani Kristi Noem akikabiliwa na shinikizo la kujiuzulu kufuatia mauaji hayo ya Minneapolis. Viongozi wa Democratic bungeni wametishia kupiga kura ya kutokuwa na imani naye iwapo rais hatamfuta kazi. Senator wa Republican Thom Tillis amesema Bi Noem anamfanya Rais Donald Trump kuonekana mbaya, lakini Trump amesema ana imani naye, akiongeza kuwa amefanya vizuri tu kwa wadhifa wake. Waandamanaji wamekusanyika katika maeneo mbalimbali nchini Marekani kutokana na mauaji yaliyofanywa na kikosi maalum cha jeshi la Marekani. Umati wa watu wamekusanyika Minneapolis, Marekani kupinga uwepo wa maafisa wa uhamiaji wa shirikisho katika jimbo hilo baada ya kupigwa risasi na kuuawa kwa Alex Preti mwenye umri wa miaka 37. Gavana wa Minnesota Tim Walz ametoa wito kwa rais wa Marekani Donald Trump kuwaondoa maafisa hao wa shirikisho katika jimbo lake, akisema huu ni wakati wa mabadiliko. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social, Rais Donald Trump amesema Walz na meya wa Minneapolis Jacob Frey wanapaswa kuwasalimisha wahamiaji wote haramu wahalifu waliofungwa katika magereza ya serikali kwa ajili ya kuwafukuza nchini. Maafisa wa jimbo na shirikisho wametoa maelezo yanayokinzana kuhusu tukio la kifo cha Preti siku ya Jumamosi. Alipoulizwa kuhusu video zilizoibuka zikionyesha tukio hilo la mauaji, kamanda wa doria wa mpakani Grady Bovino anasema kuna haja ya kuwepo kwa uchunguzi ili kubaini ukweli. Basi mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho rais wa Marekani anakiona sasa kuhusu namna ya kupambana na wahamiaji haramu ambao kumekuja kusababisha vifo vya raia wawili wazaliwa wa ndani ya Marekani kutokana na operesheni iliyokuwa ikifanywa na kikosi maalum cha serikali ya Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.